wawe waangalifu ili kuokoa maisha. Shirika la TIFA limetoa ripoti kuwa 44% ya Wakenya wanaunga mkono serikali jumuishi huku 48% ikipinga. Vile ripoti hiyo ilitolewa leo na shirika hili linaashiria kuwa 68% wanahisi kuwa mustakabali wa taifa haupo sawa, huku 17% wakisema kuwa taifa la Kenya lipo sawa. Kwa takriban miezi 6, idadi ya Wakenya wanaounga serikali jumuishi almaarufu broad-based government mkono imeongezeka kutoka 22% hadi 44%, huku 48% ya Wakenya wakisalia kupinga serikali jumuishi. Idadi hii ikipungua kutoka 64%. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika la TIFA ambayo ilichapishwa mapema leo hii. Serikali jumuishi na iliyoundwa katika mkataba wa makubaliano baina ya serikali ya Kenya Kwanza na chama cha ODM ilipata upinzani mwingi kutoka kwa Wakenya na baadhi ya viongozi nchini. Ila kufikia sasa TIFA imebaini kuwa baadhi ya Wakenya wamekubali muungano huu kwa madai kuwa unaweza leta mabadiliko kabla ya mwaka wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa upande mwingine, 67% ya Wakenya wanahisi kuwa uchumi wa taifa la Kenya umekuwa ukididimia na kupelekea taifa la Kenya katika dimbwi la umaskini. 23% ya Wakenya wakihisi kuwa ushuru ni kati ya matatizo ambayo yanakumba taifa la Kenya, ushuru ambao kwa muda sasa Wakenya wamekuwa wakilalama kuwa unaongezwa bila umma kushirikishwa. Janga la ufisadi likijitokeza kuwa donda sugu, 20% ya Wakenya wakihisi kwamba ufisadi ni changamoto linalopelekea taifa la Kenya kusalia nyuma kimaendeleo, huku 3% wakibaini kuwa siasa mbaya pia ni tatizo kuu nchini, haswa wakati huu ambao kumekuwa kukishuhudiwa siasa za ukabila na chuki miongoni mwa wanasiasa. Kando na hayo, mustakabali wa taifa pia ni kati ya vipengee katika ripoti hii ya TIFA. 68% ya Wakenya wakidokeza kuwa Kenya haiko sawa. Aidha, idadi hii imepungua ikilinganishwa na ripoti ya awali ambayo iliashiria kuwa 75% ya Wakenya walihisi kuwa taifa la Kenya halipo sawa. 17% wanahisi kwamba taifa la Kenya lipo sawa, idadi hii ikiongezeka kutoka 14% katika ripoti ya awali. Mapato ya kifamilia katika miezi hiyo pia yalishuhudiwa, 67% wakibaini kuwa mapato ya kifamilia yamepungua kabisa, huku 15% wakisema kuwa mapato yameongezeka na 16% wakishikilia kuwa mapato ya kifamilia hayajabadilika hata kamwe. Mary Kyalo, Undugu TV.